Kama una kikokoto au calculator kama ambavyo wengi wamekuwa wakipenda kutaja, kaa tayari kwa zoezi linalofuata. Karibu sana mtazamaji wa Mwananchi Digital, tutaangalia nafasi ya Young Africans kwenda robo finali pamoja na Azam. Wanawezaje kulingana na kile ambacho kimetokea katika mechi 5 ambazo kila mmoja amecheza. Mimi naitwa Elia Solomon, karibu sana. Niko na Hatim Naeka. Tuanze kwa kuzungumzia mechi ya FAR Rabat na Yanga. Matokeo yameifavor kwa kiwango gani Yanga, kwa maana ya kuangalia pia na performance ya timu? Hakuna ambacho imewafavor Yanga zaidi ya labda margin ya kupoteza kwa margin ya goli moja. Katika matokeo matatu ya mpira au matokeo matatu ambayo Yanga ilitakiwa yahakikishe inayapata, imeyapata. Kwa sababu ilikuwa matokeo ya kwanza bora kwao ilikuwa ni kushinda. Ya pili ilikuwa ni kupata sare. Na la tatu wasipoteze kwa zaidi ya goli moja. Kwa katika yale matokeo matatu, katika zile option zao tatu, wamepata moja ya kupoteza, sio kwa zaidi ya goli moja. Kwa hiyo hapa sasa ni nini? Hii ni wamepanda wenyewe. Wanachotakiwa ni kwenda kuvuna, na kuvuna ni kwenye mchezo wa mwisho. Wamejiweka kwenye deni ambalo wanatakiwa sasa kwenda kumaliza tunasema matumaini yao kwenye mchezo wa mwisho dhidi ya JS Kabylie hapa nyumbani. Kwa hiyo ndio mchezo ambao mbeba matumaini nao makubwa, kwamba sasa wanatakiwa kwenda kutafuta ushindi wa kuanzia goli 2 kwenda mbele, na bila wao wasiruhusu goli, kwa sababu as time wanavyoruhusu goli wanazidi kujiweka kwenye mazingira magumu. Lakini pia as time watakapokuwa wanafunga magoli watakuwa wanajiweka kwenye nafasi nzuri, huku dua zao zikiwa Alexandria wakiiombea Ahali mfunge FAR Rabat kuanzia goli 2. Hapo ndo usalama wa Yanga. Kwa calculator ndo ziko hapo sasa. Sasa tuzipige vizuri Naeka. Ukiangalia msimamo ulivyo, Ahali ana pointi 9, anafuata FAR Rabat ana pointi 8, Young Africans nafasi ya 3.5, alafu Kabila anaburuza mkia akiwa na pointi 2. Yanga anakwendaje? Kuna mtu mwingine anachanganyikiwa, anafurugikiwa. Inawezekana vipi? Yanga akishinda mechi ya mwisho na FAR Rabat akifungwa, tunakwenda kuangalia, ukiziangalia head to head ambacho ndio kinachofuata, wote hao wawili walifungana 1-1. Hapo unakufa tena. Kwa hiyo sasa unakwenda kwenye goal difference. Na ndo ambapo Yanga ndo maana kupigisha hesabu, calculator hapo inabidi ifanye hesabu za magoli. Kwa sababu wote watakuwa na pointi 8. FAR Rabat ana pointi 8 na Yanga ana pointi 8. Lakini tofauti sasa ya goal difference yao ndo itakayokwenda kuwabeba. Yanga amefunga mangapi? Ameruhusu mangapi? FAR Rabat amefungwa mangapi? Ameruhusu mangapi? Hiyo difference ndio inayoenda kuibeba Yanga hatua ya mwisho. Kwa hiyo Yanga sasa, kwa sababu paka sasa hivi Yanga ndio iliyoruhusu goli nyingi, na mechi ile walibia Yanga ni ya Ahali ambayo waliruhusu goli 2. Kwa hiyo wanachotakiwa sasa ni kumuombea naye FAR Rabat, kwa sababu FAR Rabat hajapoteza kwa goli 2. Kwa hiyo anatakiwa kupoteza goli 2 au zaidi. Na nani? Na Al Ahly. Hakuna mtu mwingine aliyesalia hapo kwa kuweza kuwabeba hapo zaidi ya Al Ahly. Sawa, tukirudi katika mchezo sasa dhidi ya Rabat, mazingira ya bao ambao Yanga waliruhusu, kuna shida ambayo uliona? Honestly Yanga walicheza vizuri sana defensive kuanzia mechi ya kwanza. Waliamua wao kuwa timu ya pili kwenye mchezo wa jana. Lakini kulikuwa kuna makosa kidogo kwenye football. Kuna kitu kinaitwa slide. Mpira unapokuwa, shambulizi la wapinzani linapokuwa upande huu wanaocheza kina Israeli Mwenda huku kulia, ina maana beki wa kushoto anaingia ndani, anakuja hapa katikati kidogo kusaidiana na mabeki wa kati. Kwa hiyo kuna eneo kweli linabaki wazi, ndio eneo ambalo FAR Rabat muda mrefu sana walikuwa wanaliwinda sana. Yanga ilichelewa tu kuruhusu goli la namna ile, lakini ukiutazama mchezo walikuwa wana uwezo wa kuruhusu goli lile mapema sana. Nilikuonyesha dakika ya 55 Yanga wangeweza kupoteza goli kama lile, kama huyu Marcelo fullback ya kushoto ya FAR Rabat angeweza kuona kwa haraka alipo Anas Bash, kwa sababu Shabalala alikuwa ameingia ndani, alikuwa yuko sahihi. Lakini
Yanga jana walikutana na tatizo moja kubwa sana, ni changamoto tu. Pacome Zouzoua hakuwa yuko sawasawa na hakuwa anarudi kuja kusaidia kuziba sasa ile eneo. Kwa hiyo bahati mbaya lilikuja kutokea wakati ambao Shadrack Kiboka yuko uwanjani, ndio tukageuka yale mbu usiyempenda mpe jina baya, atakufa tu. Ndo Bashi anakuja kufunga sasa goli lile. Kwa lile goli lingeweza kuja mapema sana kama wale wenyewe FAR Rabat wangekuwa na uwezo kung'amua makosa ya Yanga. Bashi yule, nikumbuka yule ni kiungo. Naturally yule ni kiungo, anajua kucheza na akili. Kwa hiyo alikuwa anajua kaya maeneo gani. FAR Rabat walimbadilisha kwa fullback. Kwa hiyo anajua acheze wapi, akae wapi. Alikuwa anapenda sana kujitenga peke yake ili aweze kufanya kitu kama kile. Na mwisho kikaja kumlipa kwenye lile goli ambalo amelitengeneza. Kwa ni challenge ambayo Yanga walikuwa nayo kwenye maeneo yale sana, kwa sababu ilikuwa ni ngumu sana wao kurudi kutokana na aina ya watu ambao walikuwa wanacheza nao. Ilikuwa inahitaji waje warudi pale ili mtu wa eneo la kiungo aje kuziba pale ambako alikuwa anasimama Bashi, ili asiweze kuwa huru kufanya kile ambacho alikuwa anafanya. Lakini mabeki wa kati wamecheza vizuri sana jana Yanga sana, wakiongozwa na Bakari Nondo Mwamnyeto. Amefanya vizuri. Dobeki ambaye amefanya clearance nyingi, akifuatia na Baka na Job. Hao ndio mabeki ambao wamefanya kazi kubwa sana kwenye mchezo wa jana kuzuia, na kwa sababu Yanga jana waliamua kwa second team, walikuwa wanafanya kazi kubwa ya kuzuia. Mashambulizi ya Yanga bora walikuja kuyapata kipindi cha pili baada ya kuingia kina Prince Dube. Ndio pale Yanga ilipoanza kutengeneza mashambulizi. Lakini kabla ya hapo Yanga ilikuwa imecheza flat sana. Kwenye eneo la ushambuliaji anaanza Depu, baadaye anaingia Prince Dube. Energy ambayo waliingia nayo, namna ambavyo mwalimu anawatumia washambuliaji wawili, kipi ambacho unakiona naeka? Lakini pia tulimshuhudia Clement Mzize akiingia baada ya kuwa nje kwa muda mrefu. Mimi kwangu nitakubaliana na Pedro kwa ubora wake, lakini kwenye decision aanze na nani kati ya Depu na Dube, nadhani kwa sasa bado Dube ana nafasi ya kutakiwa kuanza kwenye mechi kwa sababu ya wepesi wake na movement zake. Hiyo ndio mambo mawili ambayo wanatofautiana Depu na Dube. Dube ana movement nyingi sana ambazo kwa beki yoyote wakati sio kipenzi cha kuona anakabiliana na mshambuliaji wa aina yake. Lakini Depu ni mchezaji ambaye anatulia muda mrefu. Yaani ni mchezaji ambaye anasubiri niletee nijue nifanye nini. Sasa ukiangalia hizi mechi mbili kubwa alizocheza, matukio namna hiyo ameyakosa. Kwa unahitaji mtu ambaye ana movement kubwa sana. Kurudi kwa Mzize ni hatua nzuri kwa Yanga, kwa sababu unapokuwa na Mzize na unaweza kuwa na mchezaji kama Dube ambao wana uwezo wa kutengeneza movement wakati wote. Na utaona baada ya kuingia wale wachezaji wawili ndio mechi ilibadilika kwa Yanga. Wakaanza atakuja juu na kutengeneza nafasi. Mzize alipoteza nafasi moja, Dube alipoteza nafasi mbili baada ya yeye kuingia. Kwa nafasi tatu zote zimetokana na mabadiliko ambayo waliingia. Ukitazama Depu first half alipata pochi moja kubwa sana. Labeki alipiga pasi moja ya nyuma blanda. Ilikuwa kidogo, kama angekuwa mepesa angeinasa ile pasi. Lakini mwili ulikuwa unamkataa. Depu bado anatakiwa kuchangamka. Nadhani mwalimu anatakiwa kuangalia kuchanga karata zake hapa kwenye hawa watu watatu ambao walionao, anatakiwa kuanza na nani ili mechi ziwe rahisi kwake kuliko kuendelea kumng'ang'ania Depu wakati anaonyesha anaenda kuipa utulivu, anaenda kuwapa utulivu wapinzani kwa muda mrefu, kucheza kwa utulivu. Tumalizie kwenye kundi hilo naeka FAR Rabat ambao wanaenda Misri hawajawa na, kwa maana ya kidiplomasia, Morocco na Misri bado si mataifa rafiki. Unafikiri kwa hili vuguvugu ambalo lilopo kuna wasiwasi kwamba pengine mashabiki wanaweza wakawa na changamoto kwenye mchakato wa kupata visa kwenda kuisupport timu kule Misri? Ikoje? Sio mechi rahisi kwa mpira wa Afrika kati ya FAR Rabat na Al Ahly. Leo tunazungumza FAR Rabat kuwa kwenye adhabu ya kusimamishwa kwa kutumia kuingiza mashabiki. Hii ilitokana na mechi ya Al Ahly. Lakini hapo kabla hizi timu zilikuwa zimekutana hata kwenye mchezo wa fainali. Ni timu ambazo hasimu sana zinapokuja swala zima la mashabiki. Kumbuka kuna siasa za kimpira kati ya Morocco na Misri. Haya yote yanachangia. Lakini mwisho wa siku ni kwamba hili itakuwa ni mechi ngumu. Kabla ya kwanza kuiangalia hile, Yanga inatakiwa ijiangalie yenyewe kwanza inawezaje kutengeneza matokeo hapa nyumbani. Alafu ndo uende kumwangalia FAR Rabat atamalizaje na Al Ahly.
wewe mwenyewe unajibebaje kwanza kabla hujaenda kumwangalia Al Ahly na FAR Rabat, kwa sababu ile ni mechi ambayo wana siasa zao, wale waliwahi kunyimana visa kwenye mechi za finali nyuma. Kwa hiyo nao nimeona wanapambana nao kutafuta visa mashabiki wao waende kule. Kumbuka mechi ya kule FAR Rabat wataruhusiwa kuingiza mashabiki kwa sababu Ahly hawajafungiwa, lakini mechi ya kwao ndio maana zimeishia jana, kwamba adhabu yao imeisha jana kwenye mechi ya Yanga, kwamba ya kutokuruhusu kuingia na mashabiki. Kwa hiyo itakuwa ni mechi ngumu sana. Kumbuka Ahly anahitaji ushindi ili aendelee kuwa juu, kwa sababu FAR Rabat ameshafikisha pointi 8, ina maana amebakiza pointi 1 kumshika Ahly. Ahly kama atafungwa mechi ya mwisho na FAR Rabat, ina maana atakuwa yeye ni mtu wa pili kwenye kundi, na kama FAR Rabat atamfunga Ahly, ina maana hesabu za Yanga kwa vyovyote zimekufa hapo. Na Ahly ili akimbie ugumu anatakiwa kutoka kuongoza kundi, amalize mechi za makundi huko anaongoza kundi, ili aende akapiki mtu mwepesi kwenye kundi lingine aliyeshika nafasi ya pili, kwa sababu aliyeshika nafasi ya kwanza atakwenda kukutana na nafasi ya pili kwenye kundi lingine. Sasa kuikimbia hiyo pressure inabidi Ahly ashinde. Lakini kwenye kisiasa sasa ndio utakuja huko sasa, kwamba lazima kuna msukumo mwingine wa kutafuta ushindi mkubwa, kuonyesha ile sare ya 1-1 kule kwenu hatukubahatisha. Hesabu hizo ndio ziwe kwenye dua za watu wa Yanga, waombee awe hivyo. Lakini kama zikikataa na FAR Rabat akishinda, hesabu zinakuwa tofauti tena, kwamba Yanga anakuwa anapoteza nafasi hata akishinda goli 10. Hesabu kwa Yanga zipo hivyo. Simba hesabu tulishazimaliza muda mrefu, hasa baada ya kutoka sare hapa dhidi ya Esperance, au wakatoka sare tena katika mechi yao ya 5 kule Angola dhidi ya Atletico. Tuhamishie sasa uchambuzi naweka katika kwa upande wa Azam. Ukiangalia Azam wanaonekana nao bado kuwa na nafasi, wanamfunga Manema, idadi wao na mechi leo dhidi ya Nairobi. Hesabu za Azam pointi 9 wanafikisha, anayefuata na pointi 9, anayefuata na 9, lakini ana mechi leo Wydad dhidi ya Nairobi. Azam wana kibarua cha kwenda Morocco. Haikuwa kwanza inatabiriwa kwamba Azam ingeweza kufikisha pointi hizi. Baada ya Azam kupoteza mechi 2 za kwanza, wengi tuli underrate sana Azam, tukiiona kwamba itapotea vibaya sana, na labda ni ule ugeni wa hatua za makundi ulikuwa unawakwaza. Lakini Azam wana kocha mwenye uzoefu, amewarudisha mchezoni wachezaji wake, na sasa tunazungumza mpaka tunavyofanya kipindi hiki, Azam imelingana pointi na kinara wa kundi na Union Maniema, na wote wana pointi 9. Leo Wydad akimfunga Nairobi United, maana yake ndo anaenda kutengeneza tofauti kati yake yeye na Maniema na Azam, kwa sababu Wydad leo akishinda, ina maana anafikisha pointi 12, anafikisha pointi 12. Sasa baada ya hapa anakuwa kajitofautisha na Maniema na Azam. Kumbuka mchezo wa mwisho Azam anamfuata Wydad, na mchezo wa mwisho Maniema yuko nyumbani na Kibonde Nairobi United, ambaye Nairobi kafasha poteza mechi zote kabla hizi 2, moja hii leo anayocheza na Wydad akiwa nyumbani. Lakini Elia, tangu timu za Tanzania zimeanza kushiriki mechi za makundi, lazima tuipe heshima yake Azam kwa kuweza kushinda mechi, kufikisha pointi 9. Kufikisha pointi 9. Hakuna timu ya Tanzania katika msimu wake wa kwanza imeweza kufikisha pointi hizi. Sio Simba, sio Yanga, wala yeyote hajawahi kufikisha pointi hizi. Kwa hiyo hii ni credit kubwa sana kwa Azam. Wamefanya kitu kikubwa sana kwenye kushinda hizi mechi, na sasa wamebakiza dakika 90 za ugenini kwenda kuamua hatima yao. Hawatakuwa na mchezo rahisi dhidi ya Wydad. Wydad ni timu nzuri, na lakini Wydad wamekuwa na nguvu kubwa sana wanapocheza nyumbani kuliko wanavyocheza away. Hapa nyumbani Azam ilishapoteza kwa goli 1-0 dhidi ya Wydad kwenye mchezo wa kwanza wa makundi wa Wydad akiwa ugenini. Kwa hiyo Azam sasa anamfuata Wydad nyumbani. Lakini kumbuka Maniema ana uwezo wa kufikia pointi 12 alizonazo, kama ambavyo Wydad leo akishinda kwa Nairobi United. Kwa yale hesabu za kukimbiana tulizozipiga kule, huku nako zipo hapa. Kwa hiyo Wydad ili akimbie ugumu
anatakiwa aongoze kundi. Kuongoza kundi ni kumfunga Azam, lakini Azam wameonyesha wana kitu, hawajashinda mechi yoyote, wameshinda mechi moja ugenini. Nguvu ya kushinda ugenini wanayo, lakini kumbuka wamemfunga mtu ambaye amepoteza mechi karibu zote, Nairobi United. Kwa hiyo Nairobi amegawa pointi kwa timu zote hizi hapa. Kwa hiyo huyu tunamuondoa. Kwa hiyo ugumu utakuja kati ya Azam na Wydad. Azam wanaoenda kuamua safari yao kwenye mchezo wa mwisho. Lakini Azam hata kama ikifunga mechi ya mwisho, wamefanya kitu kikubwa sana. Kuna kitu kikubwa cha kujivunia wamekionyesha. Kwa hiyo baada ya hapa sasa tutakuja kuangalia kwenye second touch yao itakuwaje huko mbele. Na kama watashindwa kufanya kitu zuri, lakini nafasi bado naye, kwenye mpira lolote linawezekana. Kwenye mpira lolote linawezekana, lakini pia dua zetu zitakuwa kwa Singida Black Stars ambao leo na wana kibarua kizito dhidi ya Belouizdad kule Amani Zanzibar. Mpaka hapa tuna la ziada. Kwa niaba ya timu na naitwa Elia Solomon, niseme chao kwa sasa mpaka wakati mwingine.